Kwa majina naitwa Engineer Lutengano Mwandambo, ni Chief Engineer wa TECU, kitengo cha ushauri wa kihandisi cha wakala wa barabara, na ni kitengo ambacho kina jukumu la kusimamia miradi ya dharura baada ya kutokea uharibifu kwenye miundombinu na hasa madaraja ambayo yalisababishwa na mvua za El Nino na kimbunga Hidaya. Na hapa niko katika mkoa wa Ruvuma, na specifically kwenye eneo la daraja la Mkili, mahali ambapo mradi wa dharura SEC inaendelea. Lakini pia tumepata nafasi ya kutembelea mradi mwingine wa Mitomoni, ambao ni kati ya miradi miwili ambayo ni miradi ya dharura ambayo inaendelea katika mkoa wa Ruvuma. Tumetembelea kwa ajili ya kufuatilia maendeleo ya miradi hii. Kwa ujumla kazi inaendelea vizuri, na tunawahimiza wakandarasi kuhakikisha wanamaliza kazi zao vizuri, lakini katika wakati ule ambao kimkataba, lakini pia katika muda wa ufadhili wa fedha wanakamilisha katika muda huo. Kwa hiyo katika hii miradi yote miwili kazi inaendelea vizuri, pamoja na kwamba kumekuwa na changamoto za mvua ambazo pia zilipelekea sisi kutembelea miradi hii, lakini wakandarasi pamoja na wasimamizi wamekuwa wakifuatia kwa karibu na kuhakikisha kwamba basi pamoja na mvua ambazo zimekuwa zikiendelea, miradi yetu inaweza kukamilika katika wakati ambao inapaswa kukamilika. Kwanza tukumbuke tu kwamba miradi hii iko kwenye barabara ambazo ni muhimu sana kwa shughuli za kiuchumi za wananchi wa maeneo haya, Mitomoni na hapa maeneo ya Mkili. Na katika kwa barabara kulipelekea shughuli za kiuchumi kutokwenda vizuri, shughuli za kiafya, huduma za jamii zilikuwa ziweze kufanyika vizuri. Sasa kukamilika kwa miradi hii kutawezesha sasa kuwa na uhakika wa usafiri katika maeneo haya. Hata kile kipindi cha masika ambacho mara nyingi wananchi walikuwa wakipata ugumu, wakipata shida, kukamilika kwa miradi hii kutawezesha maeneo haya kuwa na uhakika kabisa. Zimejengwa katika kiwango ambacho linaweza kuhimili mafuriko. Kwa hiyo inatuhakikishia kwamba huduma za kijamii zitaweza kufanyika vizuri, lakini hata shughuli za kiuchumi zaweza kufanyika katika nyakati zote za mwaka katika maeneo haya ambayo yaliathiriwa na hizo hali za mvua. Kwa jina naitwa Mhandisi Emmanuel Tangare, ni mhandisi wa mradi kutoka makao makuu TANROADS. Huu mradi wa Mkili unatekelezwa na mhandisi mzawa ambaye ni BR Associate Construction, ambaye amefanya huu mradi. Una pati kama mbili. Moja, daraja la mita 20 ambalo amekamilisha kwa wakati, na kazi ambazo zimebaki ni ndogo ndogo kukamilisha. Lakini kulikuwa na earthworks ambayo ilikuwa na mita 200 upande moja na upande mwingine mita 800. Kwa hiyo kazi pia anakamilisha. Sasa hivi ana asilimia 94 ya mradi. Kwa hiyo kazi iliyobaki ni ndogo ndogo ambayo katika wiki mbili zijazo anakuwa amekamilisha. Na mradi mzima una gharama ya shilingi za Kitanzania bilioni 3.19. Lakini mpaka sasa hivi tumeshamlipa karibu asilimia 80 ya fedha ambazo walikuwa wanadai kama mzawa. Kwa hiyo kiuhalisia ulikuwa na changamoto za hapa na pale, lakini ikiwa ni pamoja na mvua, lakini amejitahidi kama mzawa, na miradi hii lengo ilikuwa ni kuwatumia wakandarasi ambao ni wazawa kwa ajili ya kutekeleza hii miradi ambayo Benki ya Dunia imetoa fedha. Kwa hiyo tukawa tumeshirikisha wazawa ndio wafanye hizi kazi. Kwa hiyo wamejitahidi sehemu yao. Kwa majina naitwa Mhandisi Ferdinand Mdoe, natokea TANROADS mkoa wa Ruvuma. Kwenye utekelezaji wa miradi hii ya dharura ya SEC tumepata ugeni kutoka kwa viongozi wetu TANROADS makao makuu. Tumepata ugeni wa Chief Engineer wa TECU, Engineer Mwandambo, pamoja na Project Engineer Tangale kwa ajili ya usimamizi wa miradi hii ya SEC mkoa wa Ruvuma. Jana tulitembelea mradi wa Mitomoni na leo tumetembelea mradi wa Mkili. Tuko kwenye hatua za mwisho za kumaliza miradi hii, hivyo tumepokea maelekezo mbalimbali namna ya kuhakikisha tunamaliza miradi hii kwa wakati, lakini namna ya kumaliza miradi hii katika muda huu ambao umekusudiwa, muda wa mwisho kabisa. Nitoe tu wito wangu kwa wananchi waliopo pembeni ya miradi hii wazingatie alama za barabarani, wazingatie usalama wa vifaa vilivyopo hapa,
lakini pia waendelee kutoa ushirikiano kwa makandarasi wetu hao ambao wanatekeleza miradi hii. Maelekezo tumepokea kumaliza miradi hii kwa wakati na tutazingatia kadri ambavyo tumepokea maelekezo. Asanteni.